kuna swala la maridhiano, na pia maridhiano yanagusa hata hichi tulichokizungumza kuhusiana na baadhi ya kesi ambazo zimekuwa zikipelekwa mahakamani kuhusiana na watu mbalimbali, lakini pia wanasiasa. Watu wanaona kama mwarobaini wa yote haya ya kuileta jamii pamoja ni maridhiano. Maridhiano kwako ni kitu cha namna gani? Kwa sababu kitaaluma wewe ni mwanasheria, wakili mwandamizi, tunasema senior wakili, advocates, senior counsel. Senior counsel ni moja kati ya masomo pia ambayo huwa mnasoma chuoni na umeya practice kwa kiasi kikubwa kwenye masuala ya usuluhishi na maridhiano. Katika maridhiano ya kitaifa, tunaposema maridhiano ya kitaifa, ni kitu gani na yanafanyika wakati gani? Mimi binafsi, ndugu mwandishi, kwenye jambo hilo linanipatia shida kidogo juu ya hiyo dhana ya maridhiano. Unapozungumzia habari ya maridhiano, hisia unaoipata ni kwamba kuna ugomvi kati ya pande mbili au pande tatu juu ya jambo fulani. Alafu ili kumaliza huo ugomvi, mnakutana, mnazungumza juu ya namna ya kumaliza huo ugomvi, mnaingia nini, maridhiano. Sasa katika muktadha wa siasa za Tanzania, unapozungumzia habari ya maridhiano, litakuja swali, je, ni maridhiano kati ya nani na nani? Maana lazima kuwe na maridhiano kati ya pande moja na pande nyingine, na kama kuna upande wa tatu ndio. Lakini ni maridhiano kati ya upande moja na upande wa pili. Kwetu sisi hapa Tanzania tukifanya maridhiano ni kati ya nani na nani? Tujue, yani tuelewane juu ya nani ndio ambao wamegombana. Sijapata nini? Sijapata jibu la swali hilo. Nachojua tu ni kwamba hili neno, hii dhana maridhiano imekuja juzi, baada ya nini, baada ya matukio ya nini, ya uchaguzi. Kabla ya hapo hakukuwa na hii lugha ya nini, ya maridhiano. Alafu juu ya nini sasa? Unaposema maridhiano ni juu ya jambo gani? Ni kweli tunapitia kipindi kigumu cha nini, cha kama taifa, lakini ni unatafuta maridhiano kati ya nani na nani? Na hicho kipindi kigumu kinahusisha nani na nani? Kipindi kigumu ndio lazima tuwe clear, tunazungumza juu ya nani. Unapozungumzia maridhiano, utakuwa ni maridhiano kati ya CCM na vile vyama 10 na ngapi vya nini, vya upinzani? 16. Wana tofauti kati ya CCM na wale ambao walishiriki kwenye ule uchaguzi. Kuna tofauti kati yao. Maana ndio walikuwa wa kwanza kufanya nini, kupongeza ushindi wa CCM. Na mimi ni mwanachama wa CCM, bahati nzuri walikuwa wa kwanza wale jamaa kupongeza ushindi wa kushinda wa nini, wa chama chenu wa CCM pamoja na nini na rais kwa kupata 98% za nini. Kwa hiyo pale kati ya CCM na wale hakuna maridhiano. Mimi sioni kwamba kuna nini, kuna changamoto, kuna nini, kuna kukosana, kuna ugomvi. Au wewe uniambie, wewe uniambie. Katika vyama vya siasa tunabakiza sasa chama kimoja ambacho kushiriki uchaguzi, Chadema. Wao wanahitaji maridhiano, na kwa sababu haya ni maridhiano ya serikali sasa na Chadema, kwa maana ya yale malalamiko ya kanuni na utaratibu wa uchaguzi ambao wao hawakushiriki. Je, kuna haja ya kufanyika kwa maridhiano haya? Wao ninavyoelewa, Chadema waliweka wazi kwamba wenyewe hawatashiriki kwenye ule uchaguzi kwa sababu kulikuwa hakujafanyika marekebisho muhimu ya kikatiba na kisheria ili kuhakikisha uchaguzi ambao ni huru, wa haki na wa kuaminika.
na ndio maana hawakushiriki kwenye nini, kwenye huo uchaguzi. Kwa hivyo kama ni ugomvi, kama utakuwa ni ugomvi, sasa ndio utakuwa kati ya Chadema na hawa walioko nini, CCM na hawa walioko serikalini, ambao hauwezi kuitwa wa kitaifa. Sasa maridhiano itakuwa ni maridhiano kati ya chama na serikali, yes, sio ya kitaifa. Yes. Na kama utakumbuka ndugu Korumba, mwaka utanirekebisha kwenye mwaka nani, Mheshimiwa Samia alivyoshika nini madaraka, walijaribu kufanya hayo maridhiano. Aliitisha nani walifanya vikao kati ya serikali na CCM kwa upande moja, na uongozi wa Chadema kwa upande mwingine, chini ya uongozi wa Mheshimiwa Freeman Mbowe. Wakajaribu kufanya hayo maridhiano ili kumaliza tofauti ambazo zilikuwepo wakati ule, lakini tunajua walifanya hiyo mikutano karibu mwaka mzima, hatimaye haikuwezekana kwenye yale majadiliano. Navyoelewa mimi, Chadema walipeleka andiko kwamba sisi tunataka mabadiliko haya. Walitoa na orodha kabisa, haya yafanyike ili tuweze kushiriki pamoja. Wakajibiwa kwamba baadhi ya mambo ambayo mnadai, kwa mfano mabadiliko ya katiba na sheria, hayawezi kuwa kati ya vyama, lazima yahusishe wadau wengine zaidi, haiwezi kuwa ni kati ya vyama viwili. Kwa hivyo ikashindikana. Lakini tunajua vile baada ya kushindikana kati ya CCM na serikali kwa upande moja na Chadema kwa upande mwingine, hakukuwa na mchakato mwingine tena wa kushirikisha hao wadau wengine ambao wangeweza kuamua huo mkwamo wa mabadiliko ya kikatiba na kisheria. Hayakuwepo. Na kwa hivyo mwaka jana tumeenda kwenye uchaguzi mkuu chini ya utaratibu wa kisheria na kikatiba huo ambao umekuwa unalalamikiwa na Chadema kwa miaka ya karibuni, pamoja na wanajamii kwa ujumla toka mwaka 1992 kwenye tume ya Nyalali. Tume ya Nyalali walitoa mapendekezo kwamba kwa vile tunaingia kwenye mfumo wa vyama vingi, hii katiba lazima ibadilishwe ili iweze kuakisi mahitaji ya demokrasia ya vyama vingi. Since 1992 haikuwezekana. Hatujapata katiba mpya, hatujapata tume huru ya uchaguzi. Okay. Zaidi ya kubadilisha jina mwaka jana, kuita hiyo tume ya taifa ya uchaguzi, sasa hivi inaitwa tume huru ya uchaguzi. Lakini makamishna wamebaki hao waliosimamia uchaguzi ni hao. Sasa matatizo ndio hayo. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.